Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri, karibu tena leo, siku nyingine, siku ya Alhamisi, ambayo tunaenda kuangalia somo zuri linalosema vazi la gharama kubwa kabisa. Tumetoka jana kuangalia neema ya kutosha, sio neema tu ya kawaida au kiasi fulani, ya kutosha. Leo tuangalie vazi la gharama kubwa kuliko, ya gharama kubwa kabisa. Yes. Basi kabla tujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu mwema, tunakushukuru. Baba, umetuleta tena utufundishe, Yes. tujue vazi lenye gharama kubwa kabisa. Yes. Sasa wewe tufunulie, tuelewe sasa na mapenzi yako. Amen. Tunamkumbuka mfuatiliaji naye apate kuelewa, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Basi Haya, karibu. vazi la gharama kubwa kabisa. Watu wanaovaa mavazi ya gharama kubwa kabisa ni watu kama watu gani? Watu gharama kubwa sana. Watu wanaovaa vazi la gharama, yani wewe ukiwa kwenye nafasi hiyo, yani vazi na kutambulisha kwamba wewe kweli ni wa thamani. Mavazi ya gharama ni thamani kubwa hiyo. Thamani kubwa. Kina nani wanavaa mavazi kama hayo? Wabunge. Unapenda Mawaziri wanapenda wanavaa zile suti zao zile na nini. Mimi nakumbukia bwana harusi bwana. Suti lazima apige bwana. Tena na mwingine anayetokezea kweli kweli, bibi harusi. Twende kwenye Ufunuo sura ya 19 mstari wa 8. Ufunuo 19 mstari wa 8, vazi la gharama kubwa sana. Ufunuo 10. Yesu ni bwana harusi bwana, na amemshonea bibi harusi vazi la gharama kubwa sana. Amen. Sikilizia katika Ufunuo sura 19 mstari wa 8. Anasemaje juu ya vazi hilo? 19:8, neno linasema naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Matendo ya haki ya watakatifu. Unajua, unaweza kutenda dhambi ni kama umevaa aibu. Lile tendo linakuwa kama limekuvua nguo, yaani unaonekana mchafu au uchi. Bisha. Ndivyo ilivyo hata matendo ya haki, ambapo kwa kweli ni ya gharama. Ni ya gharama. Matendo ya haki au watakatifu ni kama vazi, kama shela kwa bibi harusi, tena imeoshwa kwa damu ya Kristo. Anasema ni matendo ya haki ambayo yanatokana na Kristo. Kristo ameshanunua hilo vazi na kuvisha. Gharama wewe tu ni kukubali kuvishwa, ila yeye alishanunua. Kuna kisa kimoja katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka 14, tutasoma. Mfalme ameandaa harusi, amealika waliostahili, hawakutaka, akaenda kualika wasiostahili, wakaingia, ukumbi ukajaa, lakini alikuwa na zawadi kwa walioalikwa ukumbini. Kila mmoja badala ya kadi awe na vazi. Huwezi kula mchafu. Vazi ni kwamba wewe unastahili kichakula, unastahili furaha ya Bwana. Amen. Sasa kapatikana mmoja ambaye hana vazi la harusi. Kamwambia, rafiki, umeingiaje huko? Sasa angalia vazi lenyewe hili, matendo ya haki ya watakatifu. Wakolosai sura 3 anasimulia habari ya kufufuliwa pamoja na Kristo. Sisi tumekufa pamoja naye, tumefufuliwa pamoja naye. Sawa? Alafu mstari wa 5 anasema basi, twende 12. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwa, jivikeni moyo wa rehema. Ndio matendo ya haki. Hajasema sababu. Hajasema kula samaki.
Sikiliza sasa, hiyo orodha ni kama yale matendo ya Roho Mtakatifu, ni tunda la Roho. Anasema jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Yaani ukitaka kufurahia Yesu, ukitaka kufurahia harusi, ukitaka kufurahia ndoa na Bwana Yesu, ukiwa na mavazi kama haya, furaha itibuki. Yaani inaenda vizuri, yaani mambo yanaenda bam 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 bam. Sasa nasema kini vaeni. Yule jamaa alikataa, akasema mimi haina shida, hivi hivi mimi nitakula. Sasa tafakari rafiki yangu, hebu hili jambo, hii habari ya kuvaa vazi la haki ya Kristo, matendo ya haki ya watakatifu, tunawezaje kuvaa kila siku? Wewe hivi unajua wanawake mara nyingi wanapenda kubadilisha nguo. Nafuata wanaume, lakini hata wanaume nao wanasema kila jana umeniona maisha kamili na hii ngoja nibadilishe, ngoja nibadilishe. Unajua sasa naomba kusema haya matendo ya haki sio unavaa siku ya Sabato, siku ya ibada, kila siku. Hii inamaanisha nini? Yaani ndio ikoje hiyo kila siku? Hiyo inafananaje? Una uzoefu nayo hiyo? Kila siku ni kwamba iwe mtindo wako wa maisha. Wewe popote ulipo, usiseme sasa hivi nakutana na Mkristo mwenzangu niwe Kikristo, au kama ni Msabato, leo ni siku ya Sabato, leo bwana mimi sifanyi haya, nafanya haya. Kesho yake Jumapili tofauti. Yaani uonekane hivyo hivyo kila sehemu, kila siku, kila saa. Kama wewe ni mpole, uwe mpole siku zote. Uwapende watu, sio siku ya Sabato tu, na usichague. Utu, unyenyekevu, fadhili, rehema. Kwa hiyo ni vazi la kaukani kuvaa. Yaani kila siku wanakuona hivyo hivyo. Ndio, yani kama ni sare. Ukiwa na watoto wako huko hivyo hivyo, ukiwa kanisani huko hivyo, ukiwa sokoni huko hivyo. Ni vazi la gharama kweli? Yesu aliingia gharama ili sisi tuvikwe hivi? Aliingia gharama kubwa, akatuosha afa akatupa haya mavazi. Ndio huyo Roho Mtakatifu anaitupa. Amina. Rafiki yangu, sasa kama bwana wako ameingia gharama akakushonea vazi, nani hiyo shela hilo, sio la kukodisha, la kununua, tena gharama kubwa, na linakufiti vizuri shape yako, utamkatalia? Wakati huo unatamani kuingia katika furaha yake, bila shaka utamkatalia. Ila mara nyingi vazi la harusi linavaliwa siku hiyo moja. Hili vazi la Kristo ni kila siku kama tulivyokubaliana. Uko tayari kuanzia leo kila siku kutembea na Kristo, kumfanania, kujifunza kutoka kwake? Yeye ni mnyenyekevu, mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hatutapata raha nafsini mwetu. Ni mwaliko kwako na kwangu kuchukua mavazi haya na kuyaweka mwilini, kauka nikuvae. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno hili linalotuhimiza kuvaa vazi la gharama kubwa la upendo uliotufunika kwao. Basi tupe kuvaa na kuvaa mavazi na kuvua yale mavazi ya kale ya aibu na dhambi. Bariki mwenzetu anapofanya hivyo, anapochagua kufanya hivyo leo na kesho na siku zote. Tulete tena kesho kwa masomo kama haya kwa jina la Yesu. Amen. 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 Basi rafiki yetu, mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho wa masomo yetu ya siku ya leo. Tunakutana siku ya kesho kwa ajili ya kumalizia wiki, ambapo sasa tunaenda kujibu maswali. Tunakukaribisha wote tuwe pamoja ili tumalize wiki kwa pamoja. Amen. Basi mwenyeji wako kwa mimi Geoffrey Omondi, na mimi Enos Mwakalindile. Usikose siku ya kesho kwa ajili ya maswali. Karibu sana. Amen.